Tony aliweza kuhisi baridi kali sana ikipenya ndani ya mifupa yake, lakini bado hakutaka kukata tamaa. Lucas ambaye sasa alikuwa karibu kuzimia kwa hofu, alihamaki alipomwona Brenda akiwa anaanza kuzungumza kwa lugha ya ajabu. Midomo yake ilitikisika haraka sana kana kwamba alikuwa anazungumza na kitu kisichoonekana. Davidson akamsogelea Brenda kwa ujasiri wa ajabu sana na kumtingisha begani. "Brenda, unaongea na nani?" Brenda aligeuza macho yake meupe na kumtazama Davidson kwa ghafla, alafu kwa sauti nzito isiyokuwa yake akasema, "Ninyi ni wageni katika nyumba hii. Hamjui mlichokikanyaga. Hamjui historia ya damu iliyomwagika humo." Davidson akarudi nyuma kwa mshtuko. Ghafla mlango wa store ya mochwari ukajifungua wenyewe kwa kishindo, na ndani yake kutokea hewa nyeusi nzito iliyokuwa imejaa maneno ya kilugha yaliyokuwa yamechorwa ukutani kwa damu. Davidson alichukua tochi yake na kuiangaza humo. Kwenye moja kati ya ukuta wa chumba hicho kulikuwa na picha ya zamani iliyokuwa imechakaa. Ilimuonyesha daktari mmoja mzee akiwa amesimama mbele ya mochwari hii enzi za ukoloni. Lucas aliposogea karibu kutazama picha hiyo kwa makini, macho yake yalidondokea maandishi madogo ambayo yalikuwa yameandikwa kwa Kiswahili cha zamani. "Damu yao itatulisha. Mochwari hii ni lango. Walioingia wasitoke. Mochwari ya makaburini ni lango." Davidson aliangaza sehemu nyingine ya chumba hicho na kugundua mafaili ya zamani yaliyokuwa yameloa na yaliyokuwa yamehifadhiwa kumbukumbu za mochwari hiyo tangu ilipoanzishwa. Alichukua moja ya faili iliyokuwa imeandikwa taarifa za maiti mwaka 1897. Alipofungua macho yake alishtuka kuona majina ya mamia ya watu waliokuwa wamehifadhiwa mochwari hapo. Wengi wao wakiwa ni wafungwa wa zamani, watumwa na watu waliotoweka katika mazingira ya kutatanisha. Brenda ambaye bado alikuwa na uso wa ajabu alitembea taratibu hadi kwenye ukuta mwingine na kuanza kugonga sehemu fulani hivi kwa vidole vyake vilivyochoka kweli kweli. Kabla Davidson hajazungumza, sehemu hiyo ya ukuta ikaanza kupasuka taratibu na kilichoonekanika ndani yake kiliwafanya wote wale wakate tamaa. Kulikuwapo na kaburi kubwa ndani ya ukuta huo, lakini si kaburi la kawaida. Ndani yake miili ya watu waliokufa zamani ilikuwa imeketi katika mkao wa sala, mifupa yao ikiwa bado imeshikilia tu maandiko ya kichawi mkononi. Kila mmoja alikuwa na mdomo wazi kama waliokufa kwa hofu kuu. Lucas alihisi mwili wake ukiumelekea. "Mungu wangu, hawa walizikwa akiwa hai?" Davidson aliangaza zaidi, akagundua maandishi mengine yalikuwa yamechorwa kwa damu kwenye ukuta. "Hatuwezi kuondoka. Tumeunganishwa na hili lango milele." Ndipo Brenda alipaza sauti kwa ghafla, "Ameamka." Kwa sekunde hiyo sakafu nzima ya mochwari ilianza kutikisika na sauti nzito ya kuhema kwa nguvu ikasikia kutoka ardhini. Lucas alianguka chini akitetema. Kulikuwa na kitu kikubwa, kitu ambacho alikuwa amekigusa bila kujua. Lakini nani ambaye alikuwa ameamka? Na je, kulikuwa na njia ya kutoroka? Sauti nzito ya kuhema ilizidi kuwa kubwa na mochwari yote ilianza kutikisika kana kwamba kulikuwa kuna tetemeko la ardhi. Davidson alijikaza asipige kelele huko akiwa na angaza sakafu kwa tochi yake. Mifupa ya waliokufa ikaendelea kutetemeka kwenye ukuta wa kaburi la siri, huku upepo wa baridi ukipita kati yao, ukitoa sauti ya vilio vidogo vya majonzi. Lucas alinyakua mkono wa Brenda, lakini Brenda alionekanika hana fahamu tena. Alisimama kimya huku midomo yake ikitetemeka. "Ameamka," alisema tena kwa sauti ndogo, lakini safari hii ilikuwa ni sauti yake halisi kabisa yenye hofu kuu. Davidson akaendelea kuchunguza maandishi ya damu ukutani, yakisema, "Mochwari ni lango lilofunguliwa kwa damu na kufungwa kwa mateso." Macho yake yalikutana na mistari mingine iliyokuwa imefutika kidogo ikisema, "Damu ya kutakasa ilimwagwa, lakini bado yupo. Anangoja. Atakaporudi hakutakuwa na tumaini." Davidson aliangaza nyuma na kugundua kwamba Brenda alikuwa amepiga magoti mbele ya lile kaburi, mikono yake miwili ikiwa ipo kwenye ardhi baridi. "Brenda, unafanya nini?" Brenda akasema taratibu na kugeuza uso wake. Macho yalikuwa mekundu kana kwamba yalikuwa na ghadhabu ya miaka mingi sana. "Ninyi hamjui mlichokifanya. Hamjui mlichokigusa," alisema kwa sauti nzito isiyokuwa yake. Ghafla sakafu ikapasuka katikati yao na moshi mweusi mzito ukatoka ndani yake. Lucas akasogea nyuma kwa haraka sana, lakini kabla hajapiga hatua ya pili, mkono wa mifupa ulitoka ndani ya ufa ule ukamkamata mguuni. "Inanisita." Lucas alipiga kelele huku akiwa anajaribu kujinasua, lakini mkono ule ulikuwa na nguvu isiyoelezeka.
Davidson akarusha tochi yake pembeni na kumshika Lucas kwa nguvu zote akijaribu kumvuta. Mikono zaidi ya mifupa ilianza kutoka chini ardhini, kila moja kinapapasa hewani kana kwamba ilikuwa inatafuta kitu cha kukamata. Brenda alionekanika kana kwamba alikuwa amezidiwa na nguvu zisizokuwa za kawaida. Alipaza sauti, lakini haikuwa sauti ya binadamu tena, bali mchanganyiko wa vilio vya maelfu ya sauti. Davidson alimvuta Lucas kwa nguvu za mwisho na watu wawili wakaanguka nyuma. Wakati walikuwa wanajaribu kujikusanya, kiumbe kimoja kikubwa kilianza kupanda kutoka kwenye ufa ule wa giza. Kilikuwa na sura ya mtu, lakini uso wake ulikuwa umejaa makovu makubwa na macho yake yalikuwa yanaunguza rangi kwa wekundu wake. Brenda aligeuza kichwa taratibu, akamtazama Davidson na kusema kwa sauti ya huzuni, "Hamwezi kutoroka. Hii ni hukumu yetu. Tulikuja mahali ambapo hatukupaswa kufika." Davidson alihisi tumbo lake lilikuwa linakunjamana kwa hofu. Lucas alikuwa bado ameketi chini akitetemeka, na kiumbe kile kilizidi kupanda kutoka ardhini, mwili wake unaendelea kuota kama unakuwa kutoka katika giza la milele. Davidson alijua jambo moja: ikiwa hawangepata njia kutoka, basi wangelikuwa sehemu ya waliolaaniwa milele. Mochwali nzima ilitetemeka, ukuta ulianza kupasuka, na dali lilikuwa linatoa mlio wa kutisha kama kitu kizito kikiwa kinaning'inia juu yao. Moshi ule mweusi ulikuwa umesambaa hewani na sasa ulikuwa mzito kiasi cha kufanya hewa iwe nzito kupumua. Davidson alijaribu kusimama, lakini miguu yake ilikuwa mizito kama chuma. Mwili wake ulikuwa umejawa na jasho baridi. Lucas bado alikuwa amelala sakafuni, uso wake ukiwa umepauka kwa hofu. Brenda alikuwa amesimama katikati yao, lakini hakutazama popote pale. Macho yake yalikuwa yamelegea na midomo yake ilikuwa inatetemeka. "Brenda, tuondoke hapa." Davidson alipiga kelele, lakini hakusikia majibu. Lakini ghafla kiumbe kilichokuwa kimeanza kutoka kwenye ufa kilinyanyuka juu kabisa. Mwili wake ulikuwa mrefu kupita kawaida. Ngozi yake ilikuwa na michilizi ya damu kavu na macho yake yalikuwa matupu, yanaangaza giza badala ya mwanga. Kilifungua mdomo wake na sauti nzito iliyojaa maelfu ya vilio vya huzuni ikavuma mochwari nzima. "Mlitufungua, mlitufanya tutoke. Sasa hakuna atakayeondoka hapa akiwa yuko hai." Davidson alijaribu kurudi nyuma, lakini sakafu ilikuwa inatetemeka na kila hatua aliyokuwa anaichukua alikuwa anahisi kama anatumbukia shimoni. Ndipo ghafla kwa mara ya kwanza akaelewa maana ya maandishi yale ya ukutani. Mochwari haikuwa ya kawaida. Ilijengwa juu ya kaburi la watu waliolaaniwa, wale waliowahi kufanywa tambiko za giza na kutolewa kama kafara kwa viumbe wa mizimu. Muda mrefu uliopita kulikuwa na jamii ya watu waliokuwa wakiabudu nguvu za giza katika eneo hilo. Waliamini kuwa kwa kutoa roho za wanadamu kama dhabihu wangeweza kupewa utajiri wa maisha marefu. Mochwari hii ilikuwa mahali ambapo miili yao ilizikwa kwa siri, lakini roho zao hazikupata pumziko. Lakini sasa, kwa sababu ya jambo fulani walilokuwa wamefanya Davidson na wenzake, roho hizo zilikuwa zimeachiliwa. Lucas alijaribu kusimama, lakini kabla hajafanikiwa, mikono ya mifupa ilichomoka kutoka sakafuni na kumkamata. Davidson, nisaidie." Davidson aligeuka, akamvuta Lucas kwa nguvu zote. Akafanikiwa kumtoa, lakini ghafla mlango wa mochwari ukafunguka kwa nguvu na upepo mkali wa baridi ukapita ndani. Na ndipo wakaanza kuwasikia sauti za watoto wakicheka zikitokea kila kona ya mochwari. Kilikuwa ni kicheko kilichochanganyika na kilio cha majonzi. Davidson aligeuza kichwa taratibu na macho yake yakakutana na sura ya mtoto mmoja mdogo aliyesimama gizani pembezoni mwa chumba. Uso wa mtoto yule ulikuwa umepasuka katikati, damu ikitilika polepole. "Umetufungua, sasa utabaki na sisi," mtoto yule alisema kwa sauti nyororo, sauti yenye msisitizo wa kutisha. Lucas alipiga kelele, lakini kabla hajafanya chochote kile giza likafunika chumba kizima. Davidson alijua kwamba hii ilikuwa ni vita kati yao na waliolaaniwa, na njia pekee ya kuishi ilikuwa ni kugundua kilichoanzisha laana hii na kukikatiza kabla hakijawamaliza wote. Giza lilipoenea, Davidson alihisi kana kwamba alikuwa amezama kwenye dimbwi la woga. Kicheko cha watoto waliokufa kikiendelea kusikika, kikipaa hewani kama upepo wa baridi. Ilikuwa ni sauti ya huzuni, lakini pia ilikuwa na mchanganyiko wa ukatili ndani yake. Lucas alipiga hatua chache nyuma, mikono yake ikitetemeka. "Tunaweza kutoka hapa, hatutaki shida zenu." Lakini mtoto yule mwenye uso uliopasuka alipiga hatua mbele, macho yake yakimwangalia Davidson moja kwa moja. "Hakuna kutoka hapa. Mlitufungua. Sasa nani atacheza na sisi mkiondoka?" Kwa sekunde moja kila kitu kilisimama kimya.
hata upepo uliacha kuvuma. Kisha ghafla milango yote ya mochwari ilifunguka kwa kishindo. Hewa nzito iliyojaa harufu ya maiti zilizooza ililipuka kutoka vyumba vya kuhifadhia miili. Maiti zilizokuwa zimejaa kovu na alama za mateso zilianza kutoka, macho yao yakiwa tupu, midomo yao ikitokwa na michilizi ya damu kavu. Davidson alihisi tumbo lake likifinyika kwa hofu. Alijua kwamba walikuwa wamefungua mlango kwa jambo baya zaidi. Alihitaji majibu na alihitaji kuyapata haraka. Aligeuza uso wake kwa Brenda aliyekuwa amesimama kama mtu aliyepoteza fahamu. "Brenda, unajua chochote kuhusu mochwari? Tafadhali." Brenda alitikisa kichwa, lakini kabla hajajibu ghafla sauti ya mwanamke mzee kasikika. "Hamwezi kuondoka mpaka mjue ukweli." Wote waligeuza macho yao kuelekea upande wa chumba kikuu cha mochwari. Pale katikati ya sakafu ikiwa imetapakaa damu alisimama mwanamke ambaye alikuwa amevalia mavazi meupe ya kizamani. Uso wake ulikuwa una makunyanzi mengi na macho yake yalikuwa na huzuni isiyoelezeka. "Naitwa Mama Salama," alisema kwa sauti nzito. "Niliwahi kufanya kazi hapa miaka mingi iliyopita, lakini sasa hivi nipo hapa kama mlinzi wa waliotangulia." Lucas aliangalia kwa mshangao. "Mlinzi wa nini? Kinachotokea hapa nini?" Mama Salama alifunga macho yake kwa sekunde chache kisha kafungua tena. Miaka mingi iliyopita mochwari hii haikuwa sehemu ya kawaida. Ilikuwa ni kituo cha ibada za giza ambapo wanasiasa, matajiri na wachawi walileta miili ya watu waliotolewa kafara kwa ajili ya utajiri na nguvu. Brenda alikumbatia kifua chake, mwili wake ulitetemeka. "Unamaanisha nini?" Mama Salama kaendelea. "Maiti zilizohifadhiwa hapa zilikuwa zikitolewa kafara kwa viumbe wa giza. Walizikwa bila heshima, wakazuiwa kupumzika. Lakini siku moja, mmoja wa waganga waliokuwa wanasimamia kafara hizi alisalitiwa. Alijaribu kufichua siri, lakini kabla hajafa aliapa kwamba roho waliokufa zitalipiza kisasi." Davidson alihisi mgongo wake ukitoa jasho baridi. "Na sasa hivi wameanza kulipiza kisasi?" Mama Salama alitikisa kichwa polepole. "Laana ilianza muda mrefu, lakini mlango rasmi wa kuzimu ulifunguliwa tena usiku mlipokuwa mmepokea mwili wa mtu mmoja, mtu aliyekuwa tofauti na wengine." Davidson alihisi moyo wake unasimama. "Unamaanisha mwili wa yule binti ambaye tulipokea siku moja iliyopita?" Mama Salama alimtazama moja kwa moja. "Ndio, hakufa kawaida. Alikuwa ni mhanga wa kafara ya mwisho, lakini roho yake haikuweza kuzuiliwa tena. Ilikuwa na nguvu kuliko walivyokuwa nadhani wao." Kabla Davidson hajazungumza, milio ya kugonga ilianza kusikika kutoka kwenye majokofu ya kuhifadhia maiti. Milio hiyo ilianza taratibu, kisha ikawa mikubwa kama watu waliokuwa wanajaribu kutoka humo kwa nguvu. "Tunapaswa kutoka hapa sasa hivi," Lucas alipiga kelele. Lakini kabla yote hajachukua hatua, milango ya kuhifadhia maiti ililipuka kwa kishindo na miili ikaanza kutambaa kutoka humo. Kilio cha mwanamke mmoja wa maiti kilisikika kwa sauti kali sana. Macho yake yalikuwa mekundu kana kwamba alikuwa hai. "Hatutapumzika mpaka damu yenu itulize hasira zetu." Davidson alijua kwamba hawakuwa na muda tena wa kusubiri majibu zaidi. Walihitaji kutafuta mlango wa kutoka au wafia hapo hapo. Maiti ziliposimama mbele yao hazikuwa za kawaida. Zilionekanika kana kwamba zilikuwa zimevutwa moja kwa moja kutoka kuzimu. Ngozi zao zilikuwa za kijivu na kufunikwa kwa kovu za ajabu. Mikono yao ilipasuka na macho yakikosa uhai wa kawaida. Kilio chao kilisikika kama sauti za upepo mkali unapovuma katika mapango ya giza. Davidson alihisi mwili wake unasimka kwa hofu. Alijaribu kupiga hatua nyuma, lakini miguu yake ilikuwa inahisi kama vile imefungwa chini kwa mzigo mzito wa hofu. Lucas alikuwa amekodoa macho kwa mshtuko, huku Brenda akiwa ameshikilia kifua chake kwa hofu. Mama Salama akasema katikati yao, uso wake ukiwa mzito na huzuni. "Laana haikuishia tu kwenye mochwari hapa. Ilizika mizizi yake kwenye ardhi yote ya makaburi haya." Davidson alimeza mate kwa shida. "Una maana gani? Hili sio jambo lililoanza leo?" Mama Salama akatikisa kichwa polepole. "Miaka 50 iliyopita kulikuwa na makaburi matakatifu hapa, lakini viongozi wa ovu waliamua kuyavunja na kujenga mochwari hapa juu yake. Wakavuruga usingizi waliolala hapa. Ilikuwa ni kosa kubwa sana." Lucas akapiga hatua mbele kwa hasira. "Na sasa tunafanya nini? Tunakufa tu hapa?" Lakini kabla yote yule hajajibu, mlio wa mlango mkubwa wa mochwari ukasikika kwa kishindo kikubwa sana. Mlango wa chuma ulifunguka taratibu na upepo wa baridi uliingia ndani. Pamoja na upepo huo, sauti ya kicheko cha mtoto ilisikika. "Mmechelewa, hakuna pa kukimbilia."
Davidson alijua hawakuwa na muda wa kupoteza. Aliwavuta Lucas na Brenda huku Mama Salama akibaki nyuma akiinua mikono yake kana kwamba alikuwa akizungumza na maiti waliokuwa kitoka kwenye majokofu. "Nendeni, tafuteni mlango wa laana. Ndio njia pekee ya kutoka hapa," aliwapigia kelele. Davidson hakuwa na muda wa kuuliza maswali. Alimshika Brenda mkono na kukimbia kuelekea mlango, lakini walipofika nje ya chumba kikuu cha mochwali, walikutana na giza nene lilokuwa limejaa sauti za vilio. Ukuta wa giza ulikuwa ni kama ukuta wa moto ukiyeyusha mwanga kwa tochi zao. Lucas alijaribu kupiga hatua mbele, lakini mara moja alirudi nyuma kwa hofu. "Hatuwezi kupita hapa. Kuna kitu." Kabla hajamaliza, mikono ya mifupa ilianza kutoka kwenye sakafu ikijaribu kuwavuta kwa chini. Brenda alipiga kelele kwa hofu kwa akiwa anahisi mikono hiyo inamvuta kwenye giza la sakafu. Davidson alimkamata kwa nguvu akijaribu kumvuta, lakini nguvu za mikono ile zilikuwa ni kubwa mno. Mama Salama alifika mbio na kuanza kuimba maneno ya ajabu ya sauti kwa sauti ya chini. Mikono ya mifupa ikaanza kupoteza nguvu na Brenda akaachiliwa ghafla. "Tusipoteze muda. Njia pekee kutoka ni kufungua mlango wa laana." Wakipambana na upepo mkali ambao ulikuwa ukivuma kutoka katika giza, Davidson, Lucas, Brenda na Mama Salama walifika kwenye chumba kilichoandikwa kwa maandishi ya kale yaliyojaa damu kavu. "Hapa ndipo siri ya mochwali imehifadhiwa," Mama Salama alisema kwa sauti ya chini. Davidson alichukua hatua mbele, moyo wake ukapiga kwa kasi. "Na tunafunguaje mlango?" Mama Salama alimtazama kwa macho mazito. Kwa damu ya yule aliyefungua milango ya kuzimu kwa mara ya kwanza. "Wewe, Davidson." Davidson alishtuka sana. "Mimi? Nilifunguaje?" Mama Salama aligusa bega lake. "Usiku wa kwanza ulipoingia hapa, ulipogusa mwili wa yule msichana aliyekuwa amekufa kwa kafara, ulipokea laana ya kufungua mlango. Wewe ndiye mwenye dhamana ya kufunga." Davidson alihisi mwili wake unatetemeka. Alikuwa sehemu ya hii laana tangu mwanzo na hakujua. Kabla hajajiandaa, mlango ule ulianza kutetemeka na kana kwamba kitu kikubwa kilikuwa kikipiga upande wa pili. Mlango wa kuzimu ulikuwa tayari kufunguka. Mlango mzito ulitema kwa kishindo kikubwa, kana kwamba kitu cha kutisha kilikuwa kinajaribu kutoka upande wa pili. Davidson alihisi mwili wake ukiwa mzito, kana kwamba nguvu zilionekana zilikuwa zikimvuta kuelekea mlango wa maangamizi. Mama Salama alimsogelea akamshika mabega. "Davidson, usiogope. Laana imekufuata tangu siku ile ya kwanza, lakini bado una nafasi ya kufunga mlango huu hapa kabla haujafunguka kabisa." Lucas na Brenda walikuwa wamejibanza ukutani, macho yao yakiwa na hofu kuu. Ukuta wa giza uliozunguka chumba hicho ulianza kuchanika taratibu na sauti za vilio vya maumivu vilisikika kutoka upande wa pili wa mlango. Davidson alipumua kwa nguvu, akajaribu kutuliza mawazo yake. "Nifanye nini?" aliuliza kwa sauti ya wasiwasi. Mama Salama alishika pumzi ndefu. "Lazima utumie damu yako kufunga mlango huu hapa. Hii ndio njia pekee ya kuzuia vilivyo ndani visitoke nje." Lakini kabla hajachukua hatua, mlango ulipasuka kwa kishindo. Kitu kikubwa kilitokea kwenye giza. Sauti nzito ilijaa hewani. Macho ya Davidson yalipanuka kwa hofu alipoona mnyama wa kutisha mwenye ngozi nyeusi kama mkaa, macho mekundu yaliyokuwa yanawaka kama makaa ya moto, na meno marefu yaliyokuwa na mabaki ya nyama kavu. Kiumbe hicho kilipiga hatua taratibu kikitoka upande wa pili wa mlango. Mikono yake mirefu ilikuwa na kucha kali kama makonde ya simba, na sauti yake ilitikisa chumba kizima. "Mmechelewa, hakuna pa kukimbilia." Lucas alipiga hatua nyuma kwa hofu. "Hii ni nini? Hii nini?" Davidson alikuwa anahisi mwili wake ukiwa unatetemeka, lakini kabla hajajibu, giza lianza kuenea kwa kasi chumbani. Mwisho wa hofu au mwanzo wa janga? Mama Salama aliharakisha mbele, akitoa chupa ndogo ya maji iliyokuwa nayo mfukoni. "Davidson, chukua hii. Mpaki kwenye mikono yako. Kisha uguse ardhi kwa damu yako." Davidson alichukua chupa hiyo kwa mikono inayotetemeka, akimwaga juu ya mikono yake. Maji yao yalikuwa nahisi waridi mno, lakini muda haukuwa wa kuuliza maswali. Kiumbe kile kilianza kupiga hatua haraka kuelekea kwao. Davidson alijinyofoa kwa hofu. Alichukua kisu kidogo kutoka mkononi mwake na kukata kwenye kiganja cha mkono. Damu ilianza kutiririka. Alitupa matone chini, na punde tu
Alivyokuwa amefanya hivyo, sakafu ilianza kutikisika kwa nguvu. Agr! Kiumbe kile kilitoa ukelele wa kutisha kana kwamba kilikuwa kikichomwa na kitu chenye maumivu makali. Mwangaza mkali ulijaa ndani ya chumba kile na giza likaanza kutoweka. Mlango ule uliovunjika ulianza kuungana tena, kana kwamba nguvu zisizonekanika zilikuwa zikilazimisha kufungwa kwao. Mama Salama alipaza sauti, "Endelea Davidson, funga huo mlango kabisa." Davidson alishinikiza zaidi. Aliweka mkono wake uliokuwa umejaa damu juu ya mlango. Mara moja, nguvu kali zilimvuta nyuma kana kwamba zilikuwa zinapambana naye. Lakini kwa msukumo wa mwisho, mlango ule ulifunga kwa kishindo kikubwa sana. Boom! Ukimya ukatawala. Giza likatoweka. Kiumbe kile kilikuwa hakipo tena. Lucas na Brenda walijibwaga chini kwa uchovu. Mili yao ilikuwa imetapakaa jasho. Davidson akasimama kihema kwa nguvu. Mama Salama alimtazama kwa macho yenye hekima. "Umefunga mlango huo, lakini laana bado ipo. Bado kuna siri zaidi ndani ya mochwari." Davidson alimeza mate kwa shida. "Unamaanisha nini?" Mama Salama aligeuka na kumtazama kwa macho mazito. "Mlango usio pekee. Bado kuna mapengo yaliyobaki. Bado kuna wafu waliokasirika. Bado kuna mizimu isiyotulia." Davidson alihisi hofu mpya ikiwa inazaliwa ndani yake. Hii haikuwa mwisho wa hofu yao. Ukumbi mzima wa mochwari ulikuwa umejaa ukimya mzito wa kutisha. Ila kelele za kupumua kwa haraka kutoka kwa Davidson, Lucas na Brenda zilisikika kama sauti za viumbe waliokuwa kisaka hewa baada ya kuzamishwa majini kwa muda mrefu. Mama Salama alisimama katikati yao, uso wake ukiwa na mshangao uliochanganyika na hofu. "Tumefunga mlango mmoja, lakini bado kuna milango mingine." Davidson alimtazama kwa macho makavu. "Unamaanisha nini?" Mama Salama ageuka na kuangalia pembezoni mwa ukuta wa chumba kile, ambapo maandishi ya damu yalionekana taratibu ya kitambaa kwenye ukuta. Maandishi yale yalikuwa na lugha ya ajabu yenye herufi zisizoeleweka. "Hii mochwari haikujengwa kwa ajili ya kuhifadhi miili ya wafu tu," alisema kwa sauti ya kushuka. "Ilikuwa ni sehemu ya ibada za giza miaka mingi iliyopita. Watu waliuawa kwa sadaka na miili yao ilikazikwa hapa. Wengi wao hawakupata pumziko la milele na roho zao zinatapatapa zikitafuta malipo." Brenda aliinama na kushika magoti yake akihema kwa hofu. "Unamaanisha kuna roho zaidi zinazozunguka ndani?" Kabla Mama Salama hajajibu, ukuta mmoja ulitoa mlio wa ajabu kama mtu aliyekuwa kihema ndani yake. Puff, puff, puff. Davidson akasogea nyuma. Mkono wake ulikuwa umeshikia kifaa chake cha kazi. Lucas naye alisimama karibu naye, macho yake yakionyesha mshtuko mkubwa sana. Ghafla mikono miwili myeusi katokeza kutoka kwenye ukuta, ikijivilingisha kama mzizi wa mti wa kale. Mikono ile ilikuwa na vidole virefu vilivyojikunja kama makucha ya simba. Kucha hizo zilianza kugonga ukuta taratibu, zikitoa mlio wa kutisha. Brenda alipiga ukelele wa hofu na kurudi nyuma. "Hapana, hapana, hii sio kweli." Davidson alihisi pumzi yake ikianza kuwa nzito. "Hili linazidi kuwa baya." Mama Salama aliweka mkono wake mfukoni na kutoa hilizi ndogo ya shaba. "Lazima tupate njia ya kuzima nguvu za giza zilizo hapa ndani, la sivyo wote tutakufa." Lucas alinama na kuangalia sakafuni. "Tumehifadhi maiti nyingi hapa, lakini kuna sehemu moja tulioambiwa kwamba tusikaribie kamwe." Davidson aligeuka na kumtizama. "Sehemu gani?" Lucas alimeza mate. "Chumba cha mwisho, sehemu iliyoandikwa hatari usifungue." Brenda alitikisa kichwa kwa wasiwasi. "Usiniambie kwamba tunakwenda huko." Mama Salama alitazama ukuta uliokuwa na hema na kuandika kwa damu. Alijua kwamba kuondoka bila kutatua tatizo hilo ilikuwa ni kuahirisha hukumu yao tu. Akamwangalia Davidson machoni. "Hakuna namna nyingine, tunapaswa kwenda kwenye chumba hicho. Hapo ndipo siri kuu ya mochwari ilipofichwa." Davidson alijua kwamba hilo lilimaanisha kukabiliana na kitu kibaya zaidi ya waliokutana nacho, lakini hakukuwa na njia nyingine ya kutoka. Davidson akasogea mbele, mwili wake ukiwa na msisimko wa hofu na shaka. Lucas na Brenda walifuata nyuma yake kwa tahadhari, huku Mama Salama akiwa mwisho, mikono yake ikiwa inashikilia hirizi yake kwa nguvu. Njia ya kuelekea kwenye chumba cha mwisho ilikuwa na mwanga hafifu wa balbu zilizokuwa zinatetemeka, zikitoa mwangaza wa njano uliofanya vivuli vyao kuonekanika urefu vya kutisha kwenye sakafu. Walipofika mbele ya mlango ulioandikwa hatari usifungue, hewa nzito iliwapiga usoni kama upepo wa kaburi. Mlango huo ulikuwa umefungwa kwa minyororo minene, na juu yake kulikuwa na mihuri ya karatasi iliyokuwa imeandikwa maandishi ya Kichina, Kiarabu na Kikabila, ikionekanika kama alama za kimila. Davidson alisogea karibu, na alipojaribu kusoma maandishi yale,
Hii ni lugha tofauti kabisa. Maana yake nini? Mama Salama kapumua kwa shida. Mihuri hii haikuwekwa na mtu wa kawaida. Kuna watu waliokuwa wametambua uovu wa chumba hiki na wakijaribu kizuia. Rokasi aliweka mkono wake kwenye mlango. Kwa hiyo tunachokifanya sasa hivi ni kuvunja hiki kifungo, sio? Mama Salama alimtazama kwa macho makali. Usiguse. Lakini alikuwa ameshachelewa. Mara tu mkono wa Lucas ulipokuwa umegusa moja kati ya mihuri, chumba kizima kikatetemeka. Barubu zote zilizokuwa zikitoa mwanga mdogo zilianza kupasuka moja baada nyingine. Giza likatawala. Kisha kutoka nyuma yao sauti za kupumua kwa taabu zilianza kusikika. Davidson aliwasha tochi yake kwa haraka. Mwanga wake ulipoelekezwa nyuma, wote walishikwa na mshangao wa kutisha. Jeneza lilikuwa pembezoni mwa ukuta lilianza kutetemeka kama kuna kitu ndani yake kinajaribu kutoka. Lucas akajirudisha nyuma kwa haraka sana. Mungu wangu, kuna nini ndani ya jeneza hilo? Kabla mtu yote hajajibu, kifuniko cha jeneza likalipuka kwa nguvu na mwili wa mtu aliyekuwa amekauka kama amenyongwa hivi ukaanguka chini. Kilichofanya apige kelele ni kwamba mwili huo ulikuwa umeanza kuinuka polepole na kutazama moja kwa moja macho ya Davidson. Kinywa cha mzoga huyo kilianza kufunguka taratibu na sauti nzito za kuzimu ikasikika. Mmeshavunja mihuri. Sasa hakuna cha kuwazuia. Watakuja. Mlango wa chumba cha mwisho ulianza kutoa milio ya minyodoro ikilegea, kana kwamba kilichokuwa ndani kilikuwa kinafungua chenyewe. Brenda alipiga mayowe na kujaribu kukimbia, lakini hewa nzito ilizuia mwili wake kusogea kwa urahisi. Mama Salama alishika ilizi yake kwa nguvu, akikaza huko akiwa anaanza kuomba kwa sauti ya chini. Tulifanya kosa kubwa. Lakini ilikuwa imechelewa. Mlango ule ulipiga kelele kubwa na kufunga ghafla. Kutoka ndani ya giza nene lililokuwa liko nyuma mlango huo, mikono mirefu mieusi ikaanza kutoka nje, ikijivilika kama nyoka, ikionyesha kila mmoja wao kitu kilikuwa kinakuja na hakikuwa cha kawaida. Mikono ile mieusi ilizidi kujivilika kuelekea kwao. Ilikuwa na vidole virefu vyenye kucha ndefu na chafu. Harufu kali ya kuoza ilikuwa imejaa ndani ya mochwari hiyo, ilizidi kuwaziba pumzi. Davidson akajaribu kurudi nyuma, lakini miguu yake ilihisi kana kwamba ilikuwa imefungwa na kitu kisichoonekana. Lucas na Brenda walikuwa na hisi hali hiyo, uzito mkubwa ukiwa anakandamiza chini. Kutoka kwenye giza na mlango ule uliofunguka, macho mekundu yalijitokeza yaking'aa kama mkaa wa moto. Kisha vichwa vya viumbe waliokonda na waliokauka vikianza kuchomoza, midomo yao ikiwa wazi, huku sauti za kilio na vilio vya mateso vikisikika kutoka ndani yao. Mmetufungua. Sauti nzito ilisikika kutoka kwa mmoja wa viumbe wale. Sasa tunapokea kilicho chetu. Ghafla mwili wa mzoga uliokuwa umetoka kwenye jeneza ulianza kunyooka ghafla, kana kwamba mifupa yake haikuwa na kikomo. Mikono yake mirefu ikanyoka na kufikia shingoni mwa Davidson, ikamkamata kwa nguvu. Brenda akapiga kelele, "Acheni!" akijaribu kumnyakua Davidson, lakini mzoga ule ulikuwa na nguvu zisizo za kawaida. Mama Salma akiwa bado ameshika hilizi yake, alianza kutamka maneno ya ajabu kwa sauti ya chini. Kila neno alilolitamka lilisababisha viumbe vile kutetemeka kwa ghadhabu. "Hatupaswi kuwa hapa." Mama Salma aliamaki, macho yake yakiwa mekundu kwa hofu. "Hawa sio wafu wa kawaida. Hawa ni waliolaniwa." Lucas alijaribu kuvuta kisu chake cha mfukoni, lakini kabla hajakichomoa, moja kati ya mikono ile mieusi kamkamata na kumburuta kuelekea mlango ule wa giza. "Lucas!" Davidson alipiga kelele akijaribu kumvuta rafiki yake, lakini mzoga aliyekuwa amemkamata naye hakuruhusu asogee. Kelele za kutisha zilianza kujaa kila kona ya mochwari ile. Sauti za vilio, mateke ya haraka na mayowe ya kuomba msaada vilizidisha wasiwasi. Ghafla mwanga wa ghafla uliwaka kwenye sakafu na miuli iliyokuwa imelala chini ikaangaza kwa muda mfupi. Kisha kila kitu kilitulia. Mikono ile mirefu ilianza kurudi kwenye giza, macho mekundu yakazimika polepole na hewa nzito ya kaburi ikaanza kupungua. Davidson alianguka chini na kukosa pumzi. Lucas alikaa chini, mwili wake ukitetemeka kwa mshtuko. Brenda alishika kifua chake, macho yake yakiwa na machozi. Mama Salama alisimama akipumua kwa nguvu akishika hilizi yake. "Sasa mnaelewa?" aliongea kwa sauti nzito. Moja ya miuli ilikuwa inashikilia uovu mkubwa ndani ya mlango huo. "Lakini sasa tumewachia." Davidson alitazama mlango ule. Ingawa ulifunguka na viumbe wale walitoka, bado kulikuwa na giza zito nyuma yake, giza lilokuwa na siri zaidi. Lucas akajaribu kusimama kwa shida.
Tufanye nini sasa? Mama Salama akapumua kwa kina kisha akasema, hakuna kurudi nyuma. Lazima tujue nini kimefichwa ndani ya mochwali kabla haijawa kaburi letu. Giza lilizidi kujaa mochwali ile. Hewa nzito na ya uozo ikizunguka kila kona. Davidson alijaribu kupumua kwa kina, lakini mapafu yake yalikuwa nahisi kama yalikuwa yanabanwa kwa mkono usioonekana. Brenda alishika bega lake, sauti yake ikitetema. Hii si dunia ya kawaida. Davidson, kuna kitu kingine hapa. Mama Salama alisogea mbele akitazama sakafu kwa umakini. Alipiga magoti na kupapasa kwa mikono yake iliyokuwa imekumbwa na mistari ya uzee. Kisha ghafla aliinama zaidi na kupuliza vumbi lililokuwa limefunika sakafu. Sakafu ile ilikuwa na maandishi ya kale yaliyokuwa michongo kwa mikono ya kibinadamu. Herufi zake zilifanana na zile za lugha ya wachawi wa Kongo na Afrika Magharibi. Kulikuwa na duara kubwa, ilikuwa limezungukwa na alama za wanyama waliokuwa wamekatwa vichwa ndani ya duara hilo. Michoro ya wanadamu waliokuwa wamepinda kwa mateso ilionekana. Mikono yao ilikuwa imeinuliwa juu kana kwamba walikuwa wanapiga kelele za uchungu. Hili ni la aina gani hili? Mama Salama alipumua kwa kina kisha akasema kwa sauti nzito, hii ni mihuri ya vizazi. Inatumika kufunga roho zilizolaniwa. Lakini kama mlivyoona, mihuri imepasuka. Davidson alihisi mgongo wake ukipata baridi kali sana. Unamaanisha nini? Hii mochwali ilifanywa kuwa kifungo cha roho zilizolaniwa? Mama Salama alitikisa kichwa. Hapana, Davidson. Hii mochwali haikujengwa kwa sababu ya kuhifadhi watu wa kawaida. Ilijengwa kwa ajili ya kuwazuilia wasirudi duniani. Brenda alihisi tumbo lake likiwa linachafuka. Kwani hii mochwali ilijengwa lini? Na namba alikuwa amehusika? Mama Salama alinyanyuka taratibu, macho yake yakionyesha huzuni. Miaka mingi iliyopita, hata kabla Dar es Salaam kuwa jiji, kulikuwa na kijiji kikubwa hapa. Kijiji hicho kilihifadhi miongoni mwa wachawi wakubwa na waovu waliowahi kutokea. Wachawi hao walihusika na uchawi wa damu. Walitumia uhai wa binadamu kutoa nguvu kwa miongo yao ya giza. Davidson alikuwa na tumbo lake likiwa linajikunja. Unamaanisha kwamba walikuwa wakitoa sadaka za binadamu? Mama Salama akatingisha kichwa. Ndio. Kila siku ya mwezi mpevu walichinja binadamu na kunywa damu yao ili kupata nguvu sio za kawaida. Wakazi wa vijiji vya jirani waliwaogopa, wakiamini kwamba wao sio binadamu wa kawaida bali ni viumbe waliotoka kuzimu. Lucas aliingilia kati. Hivyo nini kilitokea? Mama Salama akapumua kwa kina. Wazee wa kijiji walichoka na mauaji hayo. Walikusanya waganga wa kienyeji kutoka kila pembe ya Afrika Mashariki na kuamua kupambana nao. Kulikuwa na vita ajabu ya mapepo dhidi ya waganga, roho dhidi ya binadamu. Mwisho wa siku wachawi walishindwa, lakini kabla ya kufa waliapa kwamba wangerejea. Brenda alinama na kupapasa mchoro ule wa giza. Ndio maana walifungwa hapa? Mama Salama akatikisa kichwa. Ndio. Wachawi hao walizikwa wakiwa wako hai, na mihuri iliundwa kufunga roho zao milele. Hakuna aliyeweza kuingia kwenye eneo hili kwa karne nyingi sana, mpaka siku mochwari ilipokuwa imejengwa juu ya kaburi lao. Davidson aliona kana kwamba yuko kwenye ndoto mbaya sana. Kwa hiyo sisi tuko kwenye mochwari iliyo juu ya makaburi ya wachawi walioraniwa. Mama Salama akamtazama kwa macho mekundu. Ndio Davidson. Na sasa hivi wameanza kuamka.